Basi karibu tena jioni ya leo kwenye channel hii ya tafsiri ya ndoto yako. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuweza kutazama Ndoto TV. Hapa tunafunza ndoto, tunakuelimisha, tunakutafsiria ndoto zako. Naamini ya kwamba uko salama na uko na heri kwenye afya yako. Mungu akubariki sana. Sasa leo hii ningependa nikakufunze ndoto hii ambao nimeona wengi nimekutana nao, watu wakiniambia, mtumishi wa Mungu, nini maana ya kuota na mjomba aliyekufa? Ukiota na mjomba aliyekufa, hayupo, alishafariki, inamaanisha nini? Basi kama ni mara yako ya kwanza, kumbuka kusubscribe kwa channel hii, na pia ukaweze kubonyeza hicho kengele ambayo iko hapo chini, ili muda wote ninapokuwa hewani utakuwa ukitumiwa ujumbe na YouTube kukujulisha, ama kama nimeupload video, basi utakuwa unapata kwa wepesi. Mungu akubariki sana na kutendee mema. Sasa unapoota na mjomba aliyekufa, ina ujumbe ambao kwa wengine ni nzuri na kwa wengine sio nzuri. Kwa wengine ni nzuri na kwa wengine sio nzuri. Sasa huwa ina maana tofauti kwa watu tofauti. Ukiota na mjomba ambaye alishafariki, hii ina maana kwamba kuna kwa watu wengine ni nzuri na kwa watu wengine sio nzuri. Sasa inakuashiria nini? Inakuzungumzia kwamba kuna mtu kwenye familia anataka akupe taarifa fulani. Anataka akupe taarifa fulani. Ni ya maana sana kuzingatia hayo. Inamaanisha kwamba kuna mtu kwenye familia anataka kukupa taarifa fulani kuhusu familia. Jambo lingine pia unapaswa kuelewa ni kwamba kama mjomba ulikuwa na amani naye, hamkuwa na ugomvi, ama kwa hiyo ndoto unaona una amani, baada ya kuota na mjomba unaona una amani, basi ni ujumbe pia unapewa. Baada ya kuota ndoto hiyo na jinsi una amani, ni ujumbe unapewa ya kwamba mjomba alilala salama. Labda ulikuwa unamwaza, una usumbufu ndani ya moyo, kisha ukaota ndoto hii, alafu baada ya kuota ukajisi una amani, ni ndoto inakwambia kwamba alilala kwa amani. Sawa sawa. Jambo lingine ambalo unapaswa kuelewa ni kwamba kwa watu wengine hii ndoto inaweza ikawa inaashiria kwamba ako chini ya nguvu za uchawi, ama kuna watu kwenye familia wanapiga maisha yake na uchawi, wanasababisha hofu ama uoga, na pia kutafuta kumwekea vikwazo asifaulu maishani. Kwa watu wengine ama kwa mtu mwingine akiota ndoto hii, inamzungumzia kwamba kuna nguvu za uchawi inapigana naye. Kuna watu wanataka wa familia, sikiza hiyo. Hii inahusu mambo ya familia. Kuna mtu anataka kupe amani, akunyime amani. Kuna watu hawataki kuona unafaulu kwenye familia. So ni kuonesha kwamba wanakushambulia, na pia usipoomba kabisa wanaweza kukuua ukafa kama vile mjomba alivyofariki. Na pia kama vile nimesema, pia unapaswa kuwa makini kwa sababu inakuzungumzia kuna mtu ndani ya familia anayetaka kukushambulia. Ukimwona mjomba anatabasamu, unamuona na kuangalia na tabasamu, basi ndoto hiyo ni nzuri, inakuashiria kwamba unaenda kupata upenyo kwa kile unachofanya. Mungu anaenda kukupa breakthrough, unaenda kupata upenyo. Kuna breakthrough inayekuja kwa maisha yako. Kwa hiyo usikate tamaa. Kama kuna mambo ambao ulikuwa unayafanya kwa familia, ulikuwa na pingamizi na nini, kisha ukamwona mjomba akiwa na tabasamu akikuangalia, basi na kuonesha kwamba unaenda kupata upenyo. Na pia inawezekana anakupa ujumbe ya kwamba kwa masuala fulani ya kifamilia unahitaji kutafuta watu ambao wana hekima
watu ambao wana maarifa, wana ufahamu, ili wakakushauri, wakakuelekeze jinsi ya kutatua mambo fulani ama masuala fulani katika familia. Kwa hiyo ni vizuri sana kuzingatia. Ukiona labda unapigana na mjomba, unaona mnapigana naye, mnarushiana maneno, ama wakati mwingine unaona kabisa mnatandikana makonde, ngumi, mnapigana kabisa, basi ndoto inakuonyesha kwamba kuna mtu kwa familia atakuja kukuinukia. Kuna watu kwa familia inakuzungumzia kwamba kuna watu kwa familia watakuinukia. Sasa napoongea kuhusu watu kwa familia, hao wanaweza wakawa ni wajomba waliosalia, wanaweza wakawa labda ni akina shangazi, wanaweza wakawa ni upande ule kwa kina mama ama upande ule kwa kina baba. Kuna watu ama kuna mtu anataka kuinuka kinyume nawe. Kwa hiyo unahitaji kuwa mwangalifu sana 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 sana, na Mungu atakusaidia. Kwa hiyo hiyo tu ndio ninataka nikuguzie leo. Wale ambao umekuwa ukiota ndoto hii, unaona mjomba, kwa watu wengine inaweza ikawa inaashiria mema, na kwa wengine pia inaweza ikawa inaashiria mabaya. Kwa hiyo ni ndoto ambao kama vile nimetoka kusema kwamba ni ndoto ambao ina maana tofauti kwa watu tofauti. Narudia tena, kuota na mjomba ni ndoto ambayo ina maana tofauti kwa watu tofauti. Inategemea uhusiano wako na mjomba, inategemea mulikuwa namna gani na mjomba wako. Kwa hiyo mwana wa Mungu, zingatia na Mungu atakusaidia. Kwa hiyo kama ulikuwa umeota ndoto hiyo, hii ni sehemu tu ya maana yake. Basi barikiwe sana hadi kipindi kijacho. Asante kwa kutazama Ndoto TV. Amani ya Kristo iwe nawe. Kumbuka ndoto yako ni ya maana sana. Maisha unayoishi leo ni matokeo ya ndoto ambazo ulishawahi kuota kule nyuma, na ndoto unazoota leo hii matokeo yake ni ya kesho. Kwa hiyo usipuuze ndoto yako. Kuelewa maana ya ndoto yako inakuwa ni bora kwa usalama wako. Hadi kipindi kijacho. Shalom.